maswali machache ambayo tunatamani tumuulize mtumishi wa Mungu kwa habari ya ubatizo, na labda tuanze na swali hili la kwanza ambalo tunaweza tukaanza nalo. Na mtumishi wa Mungu, kuna utata kidogo kwa habari ya ubatizo, lakini tunaamini ya kwamba wewe unaweza ukatusaidia namna ambavyo tunaweza tukataka kujua kwa maana ya ubatizo. Na tuanze na hii pointi ya kwanza. Je, Yesu yeye hakubatiza? Okay. Kwanza kabisa unapozungumzia ubatizo, unazungumzia jambo ambalo ni la muhimu sana. Na ndio kiini kikubwa sana cha imani ya mtu anaitwa Mkristo. Kwanza tunaanza kujua nini maana ya Kristo. Tunasema kwamba Kristo ni Mungu aliyevaa mwili, akaitwa Yesu Kristo. Sawa? Na huyu yeye ambaye ndio Yesu Kristo ndiye aliyesisitiza swala zima la nini? La ubatizo. Ndiye aliyesisitiza. Yaani sio kuhani, sio nani. Yesu mwenyewe ndo aliyesisitiza swala la ubatizo. Ni yeye alisema mtu ikitokea asipozaliwa kwa roho na kwa maji. Yaani uyaelewe maneno haya. Kwa hiyo mtu asipozaliwa kwa roho au kwa maji hawezi kabisa. Kwa hiyo uwe ni mtumishi mkubwa, uwe ni nani, kama hujazaliwa kwa roho na kwa maji. Na maana yake kwa roho kwa maji, maana yake vitu vyote vile vinaenda sambamba. Huwezi ukasema umezaliwa kwa roho alafu usizaliwe kwa maji. Huwezi ukasema umezaliwa kwa maji alafu usizaliwe kwa nini? Kwa roho. Sasa issue ya ubatizo ni kipengele cha kuzaliwa kwa maji. Sawa? Kwa hiyo sasa kuthibitisha kuwa Yesu aliweka mkazo na umuhimu wa mambo haya, kabla yeye mwenyewe hajaondoka kwenda mbinguni alibatiza. Tofauti yake, yeye wakati wake wa kubatiza alikuwa na wanafunzi wake. Kwa hiyo ina maana kwamba aliondoka na wanafunzi, wakaenda eneo la kubatiza, akawasimamia wanafunzi, akawapa wao wabatize, ila yeye yuko hapo. Ni kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4. Hebu tusomee Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Ndiyo. Neno la Bwana linasema kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Mstari wa 2 unasema lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Tulia kidogo. Sasa umeona hapo mwandishi wetu wa habari kwamba sio mimi nasema, sasa ni Biblia inasema. Kwanza kabisa inaeleza Yesu alifanya wanafunzi wengi. Nani alifanya wanafunzi? Yesu. Kwa kama alifanya wanafunzi, maana yake Yesu alikuwa na darasa la kuwafundisha, la kuwaelekeza wale wanafunzi. Lakini pia cha pili inasema Yesu mwenyewe alibatiza, ila wanafunzi wake ndio waliobatiza. Kwa hiyo wakati wa Yesu ulipofika kwenda kubatiza, aliagiza wanafunzi wake akiwa nao hapo, batizeni hivi. Kama mimi naweza kutoka labda na mtendakazi ambaye niko naye, naenda kubatiza watu mtoni, halafu mimi niko pembeni, naambia haya, kama ni hivyo kufundisha kule, hebu batiza kama. Ndio maana nasema alifanya wanafunzi. Kwa wale wanafunzi walifundishwa, na walichofundishwa aliingia nao kwenye mazoezi ya vitendo. Kwa hiyo walienda kubatiza kwenye yale mazoezi ya nini? Ya vitendo. Sasa kule kwenye mazoezi ya vitendo walibatizaje? Ndipo walipobatiza kwa jina la Yesu. Na Yesu aliwakagua, akawaamini, akawa certify, akaridhishwa nao kwamba wako safi, akaridhishwa nao kwamba wako salama. Na ndio maana aliwaamini hao kuwatuma waende ulimwenguni kote. Naam. Mezani na mtume. Mezani na mtume. Lakini pia niulize swali lingine la pili. Ndio. Kama ulivyozungumzia, lakini hapa tunaona wanafunzi kama walifundishwa, manake walienda kubatiza sawa sawa na vile ambavyo Bwana wao Yesu Kristo alivyowafundisha. Lakini hii haijakaa sawa, kwa sababu bado nina maswali ya kutaka kujua. Sawa. Kwamba nifahamu vizuri, ni kwa nini wanafunzi hawakubatiza kwa jina la Yesu, ila hawakubatizwa? Kwa nini hawa wanafunzi hawakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Okay.
Asante sana. Hilo swali unaloniuliza nafikiri ndilo linalowasumbua watu karibia dunia nzima, na mahali pengi ninapoenda na ninapokuwa nafundisha, hayo imekuwa ni maswali ambayo pia watu wananiuliza, hasa kwenye mitandao, kwamba sasa kama ni hivyo, mbona kwa nini au wanafunzi wenyewe hawakubatiza kwa jina la Baba na Mwana? Iko hivi. Kwanza kabisa, kama nilivyokuambia kwanza, kwamba Yesu alifanya wanafunzi. Ndio maana hawa mitume wanajulikana kuwa ni wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo moja ya wanafunzi waliofundishwa na Yesu ni hawa mitume waliobatiza watu. Sawa sawa. Sasa wakati anawaagiza, wakati anawatuma wakabatize kwa jina, sawa, maelekezo hayo yanatolewa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 19. Nafikiri hapo ndipo dunia na watu wengi wanachanganyikiwa hapo. Yes. Hebu nisome kwanza. Neno la Bwana linasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naam. 20. Malizia mstari wa 20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Very good. Sasa hapa, ndugu mwandishi wetu wa habari, jambo ambalo natakiwa kujua, au Watanzania wanatakiwa kujua, wa Afrika wanatakiwa kujua, na dunia yote kwa ujumla inatakiwa kujua, ni kwamba Yesu anapowaagiza hawa wanafunzi, tusisahau maneno anayosema mwenyewe kuwa mkafanye kama nilivyo waamuru ninyi. Sawa? Maana yake kabla hiyo kuagiza kwa jina la Baba na la Mwana, ni kama kuna vitu waliwaamuru hawa jamaa, ni kama kuna vitu waliwafundisha hawa jamaa. Lakini pia Biblia iko wazi tuliposoma kule nyuma kwamba Yesu alifanya wanafunzi. Labda mwandishi, tulipaswa tuambie watu, kwani Yesu aliwafundisha nini? Tutafute sasa, labda Yesu aliwafundisha hawa mitume nini. Nijaribu kukuonyesha kipande kidogo ujue ambacho Yesu aliwafundisha. Nikupe mfano wa kitabu hiki cha Yohana sura ya 14. Utaona ule mstari wa 8. Tunamchukua mwanafunzi moja wa Yesu anaitwa Filipo. Yes. Uone baadhi ya vitu ambavyo walifundishwa, halafu utajua kwa nini kule. Twende Yohana 14 kuanzia mstari wa 8. Inasema hivi. Neno la Bwana linasemaje? Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba. Yatutosha. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Naam. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi ndio amemuona Baba. Ndio. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Mstari wa 10. Rudia tena hapo msomaji wangu, ili watu waelewe. Mstari wa 9 inasema, ndio. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Naam. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Ndio. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Ishia tu hapo. Amen. Kwa hiyo sasa, mwandishi wetu wa habari, nataka hapa, Filipo alikuwa anamuuliza Yesu, ni kabla Filipo hajatumwa kwenda kubatiza. Ndio maana Yesu alisema wazi kuwa mkafanye niliowaamuru. Sasa hapa tunaona wakiwa kwenye darasa, sasa wanafundishwa, wao wanafunzi, na wao walikuwa na maswali ya kumuuliza Yesu kwa habari ya baba yake. Ndio maana mwanafunzi anaitwa Filipo anauliza, sema, nataka au tunaomba utujulishe, utuonyeshe baba yako. Baba yake wa Yesu ambaye dunia leo inaamini ni Mungu. Inaishia kusema nani? Mungu. Kwa hiyo Filipo anataka kumjua baba yake wa Yesu. Kwa hiyo majibu ya Yesu kwa Filipo yatatusaidia pia kulitafuta jina la baba yake. Yatatusaidia pia kujua walichofundishwa. Umenielewa? Yesu anajibuje? Anasema hivi, nimekuwa pamoja nawe siku zote.
bado haunijui Filipo? Kwa hiyo na maana pale alitakiwa sasa kwa namna ya ufahamu na taaruma na madarasa ya duniani, maanake tunategemea Yesu alipaswa amuonyeshe Filipo, amjulishe Mungu, sio yeye. Lakini Yesu hakumuonyesha Mungu, alijitambulisha yeye. Ndio maana anaonyeshwa kusikitika kuwa nimekaa na ninyi siku zote hamnijui. Kwa hiyo sikitiko la Yesu ilikuwa ni kwamba hao watu wamekaa naye hawamjui. Sio kama unanielewa mtangazaji. Kwa maana ya kwamba hivi, labda tulifafanue zaidi, tuseme hivi. Yesu alikuwa anachoeleza hapa, anataka kutuambia kuwa yeye vile anavyoonekana katika mwili, vile alivyokuwa yuko zaidi, hayuko vile. Isipokuwa huwa anatoa nafasi kwa aliowapenda, anatoa nafasi kwa aliowachagua, anatoa nafasi kwa wale aliowaita. Anapokaa nao anawafundisha vitu vingi zaidi kuliko wale ambao hawajakaa naye. Na ndio maana hata sasa walio wa Yesu huwa wanaelewa hiki ninachokisema, lakini walio wa makanisa, walio wa wachungaji, walio wa dini fulani hawawezi kunielewa. Tukichukua profesa, yani mtu aliyeenda chuo, hili linamsumbua. Lakini pia lugha ambayo Yesu anaitumia, hata ukienda kwenye lugha yetu ya Kiswahili ilikuwa ni ngumu, kwa sababu Filipo anauliza habari ya Baba, na Yesu hakujibu habari za Baba, alijibu yeye kana kwamba yeye ndiye Baba. Kwa hiyo majibu ya Baba aliyatoa yeye kama Baba. Kwa hiyo Filipo mpaka anatoka hapo alifanikiwa kujua, yani mpaka mwisho wa hiyo habari Filipo anafanikiwa kujua, kumbe baba yake wa Yesu ni Yesu. Unanielewa? Na ndio maana hata Filipo baadaye, hata Yesu akiondoka, haangaiki kusema Mungu asiyejulikana. Anataja, maandiko anasema hata alipoenda kuhubiri sasa, baada ya kukamata hayo mafundisho, baada ya kumuelewa Yesu, ukienda kwenye mahubiri aliyoenda kuhubiri Filipo, hajawahi kuhubiri habari ambayo hana uhakika nayo. Maandiko yanasema alihubiri mambo mawili. Moja, alihubiri ufalme wa Mungu. Jambo la pili, alihubiri jina la Yesu. Ni kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 12. Mstari wa 12 inasema hivi: lakini walipomwamini Filipo, ndio akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, sawa, na jina lake Yesu Kristo. Yes, wakabatizwa. Ishe tu kwanza. Unaona hapo mwandishi wetu wa habari ni kwamba, kwa hiyo Filipo alifundishwa, alikaa na Yesu hivi ana kwa ana, akauliza maswali, akajibiwa. Alipojibiwa na Yesu, baadaye Yesu wakati ameondoka katika mwili, Filipo akawa na uhuru kwenda kuhubiri. Alichokuwa na kihubiri ni kile alichofundishwa na Yesu. Akahubiri jina la Yesu na ufalme. Sasa tunaposema ufalme manake nini? Ufalme, kingdom, kwa leo ni sawa na kusema serikali, muundo, namna ile serikali ya Mungu ilivyo. Sawa, lakini pia akahubiri na jina la Yesu. Kwa nini sasa Filipo alibatiza? Kwa nini Filipo na wanafunzi wengine walibatiza kwa jina la Yesu na si kwa jina la Baba na Mwana? Kwa sababu alipokaa nao aliwapa tafsiri au aliwafafanulia, akawaonyesha baba yake ni nani, akawaonyesha mwana ni nani, jina, akawaonyesha jina. Sawa sawa. Kwa hiyo akawaambia, baba yetu, Baba wa mbinguni, jina lake anaitwa Yesu. Mwana wa Mungu jina lake anaitwa Yesu, na Roho wa Mungu jina lake anaitwa Yesu. Na ndio maana Filipo alihubiri habari za jina, kwa sababu jina ndio lenye nguvu. Na ubatizo umewekwa ili kudhibiti dhambi, kudhibiti makosa. Sasa hakuna kitu kinaweza kudhibiti dhambi au makosa isipokuwa jina lenye uwezo. Kwa jina la Yesu liletwa kwa sababu ndio lenye nguvu, ndio lenye uwezo wa kuokoa. Imeandikwa, hakuna jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunatumia jina, walitumia jina kwa sababu ni jina lenye uwezo wa kupambana.
Na ndio maana unapobatizwa kwa jina la Yesu kuna nguvu katika roho. Wanaoweza kupinga yanayofundisha ni yule tu ambaye aidha ni mwenda kanisani ila hajui kwa nini anaenda kanisani. 2, amekuta watu wanasali na yeye anasali lakini hana sababu kwa nini anasali. Naam, sijui kama nimekujibu vizuri. Hapa umenijibu vizuri na nazidi sasa kujua kwamba okay. Kumbe haya mambo ndio si wengi ambao wamefanikiwa kufunuliwa. Ni kweli, ni kweli. Lakini pia kama maandiko yanavyozungumzia kwa habari ya Mungu kuwafunulia wale wapendao. Yes. Kuna watu ambao wanafundisha lakini bado hawajajua kina kwa habari ya huu ubatizo. Ndio. Lakini hilo swali umenijibu vizuri na nimeelewa kiufupi. Nashukuru sana. Ndio, lakini pia nikuulize swali lingine hapa. Sawa. Pia linaleta utata kwa watu wengi sana. Ndio. Na sijajua wapi ambapo wanashindwa kuelewa. Chukua nafasi hii kutaka sasa kuuliza kwa niaba ya wengine. Ndio. Ili tuweze kufahamu. Sawa. Na unadhani ni kwa nini watu hawaelewi haraka huu ubatizo wa jina la Yesu Kristo? Okay. Unajua mwandishi wangu, jambo la kwanza ni kwamba unakuwa kama vile ulikuwa na hawa watu. Na ni kweli umeona hata kwenye watu wengi wakitazama, watu wengi wakitufuatilia hawaelewi haraka. Na nimekuwa na baadhi ya watu ambao pia wanaelewa lakini sio kwa kiasi kikubwa. Mfano, nina binti moja yuko Mwanza. Huyu binti pia naye alikuwa ananifuatilia kwa mtandao. Akaelewa, na alipoelewa akakutana na muujiza kwa kunisikiliza na akaelewa. Sasa kwa nini jambo hili watu hawaelewi haraka? Swala linalohusiana na Yesu si la hapa duniani. Unapozungumzia watu kunielewa haraka, sio rahisi watu kunielewa haraka kwa sababu hapa duniani kwa mujibu wa Biblia tu wapitaji. Kwa hiyo mambo yanayohusiana na Yesu hasa yaliyo ya kina si mambo ya dunia hii, ni mambo ya mbinguni. Hiyo ni namba 1. Lakini namba 2, asili ya injili hii inaonekana kuwa ni ngeni machoni pa watu kwa sababu 3. Sababu ya kwanza, mapokeo yaliyotangulia mara ya kwanza. Yaani kwamba wale waliotangulia kuhubiri mara ya kwanza waliwadanganya watu na uongo ule ukachukua nafasi kubwa. Ndio maana hata ili andiko la Mathayo 28 hata wanaosoma wanalichanganya. Hata kama anatazama pale, anachokisoma na anachokisema ni vitu vili tofauti. Hapo ukisoma inasema mkawabatize kwa jina. Neno jina hilo linamaanisha umoja. Hasa kwa sisi wa Tanzania ni rahisi kuelewa. Au wale walioenda shule ya kawaida wanania, kuna kitu kinaitwa umoja na wingi. Kitu kikiwa kwa mfano tuchukue labda kitu kwa mfano kikiwa peke yake, tunatumia neno jina. Mfano, tumia neno jina. Jina liko moja. Lakini likiwa zaidi ya moja, yakiwa mawili, yakiwa matatu, yakiwa matano, hatusemi jina, tunasema majina. Sawa? Kwa hiyo nakuja kuangalia pale, Yesu anaonyesha wazi kuwa neno lile anaposema mkawabatize kwa jina, ni dhahiri kuwa hilo jina likitafutwa lazima liwe moja. Ndio maana ametumia neno mwabatize kwa. Kwa hiyo kama kungekuwa na majina matatu au mawili, angesema mwabatize kwa majina. Unanielewa vizuri sasa? Sasa mfano kingine hapo nirudie labda nikazie tena kidogo. Na baba sio jina. Sasa wale waliosoma Kiswahili wanasema ni general name. Ni jina la ujumla. Kuna wababa wengi. Mimi nina babangu. Msomaji wangu hapa wa Biblia na yeye ana babake. Hata wewe una baba yako. Hata huyu wa kamera uliye naye na yeye ana baba yake. Sasa itakuwa ni maajabu kati yetu hapa. Mtu akiulizwa tuambie babako, akasema jina la babako, akasema babangu anaitwa baba. Yatakuwa ni maajabu ya dunia. Na hii ndio kasumba iliyoko makanisani. Ni ajabu ya dunia kwa Kristo, hawajui jina la Mungu wao. Hawajui.
Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwa mfano, kwa hiyo alipokuwa anaambia kwa jina, maana yake alikuwa tayari amekwisha kuwafundisha jina, amekwisha kuwaambia nini? Jina. Wao walikuwa tayari wanajua jina la huyo Mungu. Sawa? Ndio maana walipoenda sasa, wao wakabatiza kwa hilo jina la Yesu. Unanielewa? Lakini pia sababu ya pili, nimekupa sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunapozungumzia asili tunaangalia, je, yeye mwenyewe tunayetaja jina lake ambaye ni Yesu, aliposema habari zake walimsikiliza? Kama yeye walimsikiliza bila maswali, bila kusema chochote, basi mimi watu wakinipinga kwenye hii, ujue mimi na matatizo. Lakini kama Yesu mwenyewe walimpinga, sasa mimi nemfuata Yesu aliyepingwa, kwa nini wasinipinge? Lakini cha pili tutaangalia, waliompinga Yesu ni akina nani? Pia utapata majibu wa kunipinga mimi ni akina nani. Mfano, kitabu cha Yohana sura ile ya 8. Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8 anzia mstari ule wa 37. Kuanzia mstari wa 37. Ndio. Neno la Bwana linasema, ndio, najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahim. Sawa. Lakini mnatafuta kuniua. Ndio. Kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Yes. Mstari wa 38. Subiri tu kidogo hapo. Amen. Unaona hapo mwandishi wangu wa habari, Yesu analalamika. Anasema najua ninyi ni uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua. Kwa hiyo waliotafuta kumuua Yesu ni wale wanaojiita ni uzao wa nani? Wa Ibrahim. Na kwa kuwa wao walikuwa ni uzao wa Ibrahim kwa mdomo, ndio maana walitaka kumuua Yesu. Kama wangekuwa ni wa Ibrahim wangemjua Yesu. Kwa hiyo mimi napozungumza habari ya Yesu, jina la Yesu, kuna watu wanakasirika kwa sababu ya dini zao, kwa sababu ya giza la dunia hii. Lakini wako wengine ambao ni wazi kabisa wananitukana humu, sio binadamu. Yaani wale ambao wako kinyume kabisa na Mungu, ni upande wa giza. Wengine ni wachawi, wengine ni waganga. Kwa hiyo ninapozungumza habari ya jina la Yesu, kuna watu wengine na haribu mifumo yao ya kazi zao, na haribu mifumo ya maisha yao, na haribu mifumo ya dini zao. Kwa hiyo watu hawa hawezi kunipongeza kabisa. Na nielewa vizuri kwa sababu ninachokisema kiko wazi. Kwa lazima utaona kuna watu wengine watakasirika, watainua matusi na kutoa matusi. Unasikia mwandishi wangu wa habari, wengine utaona wanatoa matusi kwa sababu hii ndio asili. Yeyote aliyesimamia dini yake hakutaka ukweli wa Kristo, aliinua matusi. Mfano, kuhani mkuu ambaye anaitwa Kayafa kwenye Biblia, kuhani mkuu, kitabu cha Yohana, na fikiri ni sura ile ya 4. Nitafutie ule mstari wa 62 mpaka 60 na ngapi pale. Tafuta hapo. Yohana sura ya 4. Ndio. Yohana inaishia Kayafa, nataka habari hiyo ya Kayafa. Okay. Ndio. Tafuta wakati tunaendelea. Aya, wakati tunaendelea utaweza kuona. Kwa hiyo nitaka kusema jawabu la tatu, kwa nini basi watu wanakuwa hawaelewi. Jambo la tatu watu hawezi kuelewa kwa ujumla ni vile vile nilivyosema kwamba yaliyotanguliwa kusemwa kwao yalikuwa ni uongo. Uongo umedumu kwao kwa muda mrefu na kwa miaka mingi. Kwa hiyo ukweli huu unakuwa mchungu kuupokea, kwa sababu uongo ulitangulia. Na kuthibitisha kuwa uongo ulitangulia na ukweli unakuja, ndio maana mimi ninachokisema ninakisoma kwenye Biblia hiyo hiyo walionayo. Lakini wao wanaopinga hawana wanachosoma. Wanasoma kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, ambalo andiko hilo liko moja pekee. Na andiko hilo hawakuagizwa wao, wala wachungaji wa sasa, waliagizwa wanafunzi, ambao wanafunzi hao waliagizwa ndio mimi nasoma maandiko yao walivyoenda kubatiza. Sasa nani muongo, mimi na wao? Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa sababu sasa nimeanza kufunguka. Ndio.
Na kwa niaba ya watu wengine ambao wanazidi kutufuatilia, mimi nadhani kupitia kipindi pia, naam, natamani pia na wenyewe endapo watakuwa na maswali, tutatoa nafasi, ndio wataachilia jumbe zao hapo kuweza kuuliza maswali yao. Sawa. Lakini wakati tunaenda mwishoni kumalizia, acha niulize na lenyewe hili pia. Sawa. Ni la muhimu ili niweze kufahamu. Na kwa ukweli huu ambao mtumishi wa Mungu umekuwa ukiachilia, kwa watu, baadhi ya watu wachache wameinuka na kuweza kutukana, kusema vibaya, kuzungumzia vile ambavyo waliweza. Je, kwa habari ya hii ya ubatizo, kwa ubatizo huu ambao ni kwa jina la Yesu, wewe kama wewe unazungumzia nini kwa habari hawa watu ambao wanaweza wakaibuka baada ya kusikia hii injili ya kwa habari ya ubatizo, wengine wakatukana, wengine watatamka maneno yote ambao wanaona wao? Kwako wewe unaweza kulizungumziaje hili swali? Asante sana mwandishi wangu. Hili jambo naweza kulizungumzia kwa pande mbili. Tunaweza kulizungumzia kwa pande mbili. Upande wa kwanza ni katika mazingira ya maisha ya kawaida. Mazingira ya maisha ya kawaida naweza kuzungumzia kuwa jambo lolote linapokuwa linaonekana ni geni masikioni pa watu huwa linaleta taharuki. Lakini ni jambo hilo hilo baadaye huwa watu huwa wanafurahia na huwa wanashukuru. Na nielewa vizuri. Siku zote na hata katika maisha ya kila siku. Labda nitoe mfano huu kabla sijaenda. Napozungumzia maisha ya kila siku, tuzungumzie habari ya bara la Afrika miaka ya nyuma sana, kabla nchi nyingi za Kiafrika hazijapata uhuru. Sawa. Mzungu aliamini kabisa watu wa Afrika hawawezi kujitawala wenyewe. Kwa hiyo tulitawaliwa. Manielewa, nchi yetu wenyewe, ardhi yetu wenyewe, waligawana wazungu kama keki mezani. Wale walioenda shule kidogo watakumbuka kwa habari ya ile ya Berlin Conference walivyogawana. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, mtangazaji, wakaanza kujitokeza watu waliofanikiwa kujua ukweli kwamba tunaweza kujisimamia wenyewe na tunaweza kukaa kwenye ukweli wa kwetu wenyewe. Ndio maana mpaka leo tuna watu tunawaenzi. Every country, ukienda nchi yoyote ile, wana watu wao wanawaenzi. Kwa mfano kwetu sisi wa Tanzania, hatuwezi kumsahau rais wetu wa awamu ya kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baadhi ya watu ambao walipambana kutafuta uhuru wetu kipindi cha ukoloni. Kadhalika napozungumza mfano wa nchi, njoo turudi hata makanisani. Hili swala la ubatizo lilianza na watu ambao hawakuwa na lengo la kuhubiri injili. Hata unaposoma kwenye historia, kwa mfano kwetu kwa Afrika, kuna wale watu wanaitwa wamishonari. Walipokuwa wanakuja mara ya kwanza, tunaona walikuwa wanatumwa na serikali zao kwa ajili ya kulitawala bara la Afrika. Na kwa sababu walikuwa wanakuja kulitawala bara la Afrika, hawakutaka kusema ukweli walio wengi. Na ndio maana ukweli unapokuja unapingwa sana na watu wengi. Wengi ni wale ambao nimesema wamekalili vitu. Nafikiri mnanielewa vizuri Sasa mwanzoni kabisa ubatizo huu ulikuwa hauwezi kaunena ubatizo wa maji mengi. Ndio maana walikuwa wanafanya ubatizo wa kunyunyiza maji kidogo. Kitu ambacho ni kinyume kabisa na Yesu alivyofanya na wanafunzi walivyofanya, na kwa sababu hawakutokea watu waliozukiwa na nuru ya Kristo. Kwa hiyo watu wengi waliona jambo hilo ni sahihi na waliishi katika hiyo. Ndio maana mpaka mtu alikuwa anabatizwa ananyunyizwa maji wapi? Kichwani. Kitu ambacho Yesu hajawahi fanya wala hajawahi fanyiwa, au wanafunzi wake hawajawahi fanyiwa. Lakini ni kweli, na mpaka sasa anavyozungumza, ili ujue kwamba tuko gizani, wako wanaonipinga ubatizo na bado wananyunyizwa maji kichwani. Nafikiri mnanielewa vizuri. Sasa nini kilitokea? Mara zote kwa sababu Mungu aliahidi, Yesu aliahidi kwamba atakuwa nasi mpaka ukamilifu nini? Wa dahari. Huwa amekuwa anaendelea kutokea watu na kuendelea kurejesha ile nuru ya ukweli. Mwandishi wangu, watu wanapaswa kujua hii. Kutoka kwenye dini mama wakatokea watu waliofanikiwa kujua ukweli kidogo, wakatoka wakaenda pembeni.
Hao waliotoka pembeni baadaye walitukanwa na kuonekana ni wapuuzi kweli kweli, lakini kwa sababu walikaa kwenye hilo waliendelea kueleweka. Lakini hao pia waliotoka na kwao na wenyewe kuna nuru ambayo ilikuwa haijakamilika kwao, kwa wale watu wakatoka tena na wengine ambao waliendelea kupata nuru zaidi, ambao wakagundua kumbe ubatizo maana yake ni kuzamisha. Mbona sisi tunanyunyizwa badala kuzamishwa? Ndio maana tukapata kanisa kwa mfano inaitwa Baptisti. Baptisti lilikuwa ni kanisa ambao walipata ufunuo unaitwa baptism. Baptism ni kuzamisha. Maana ya ubatizo ni kuzamisha kitu kizame. Kwa hiyo wakagundua kuwa wanavyonyunyiza maji ni kosa. Lakini pia wakarudi kuona Yohana Mbatizaji alibatiza, japokuwa yeye ulikuwa ni ubatizo wa kuandaa watu wakutane na Yesu. Lakini ubatizo wa Yohana ambao ni wa kawaida, walibatizwaje? Walizamishwa. Yesu mwenyewe alikuja kufanyaje? Akazamisha. Sasa tunakuja kwamba walipogundua ndipo wakakamwa hapo na ubatizo wa maji mengi. Ndio unatupata hapo wa Pentekosti wanaamini ubatizo wa maji mengi. Na wao wakati wanaanza mwanzo hawakueleweka. Walipingwa, walisemwa vibaya. Wengine inawezekana waliharibiwa. Akina Moses Kulola na wakati wanaanza movement ya injili ya wokovu mwanzoni, walipingwa na kuonekana watu wa ajabu. Wakati huo huku tulikotoka dini mama, walikuwa wanaona mtu akisema mokoka kachanganyikiwa. Leo hii wokovu ni kila mahali unakubalika, hata Roma kwenyewe kuna charismatics. Ukienda huku ingine ambako tumepata nafasi na kwenyewe huku tunapokelewa vizuri, lakini kulikuwa na kitu kimeanza kama vile faraga. Ilikuwa ni watu wachache waliopata neema ya kujua kwamba hapana, kuna maisha ya uhalisia, kuna ibada ilikuwa inatafutwa. Wanaona vile vionjo na wakangangania, hatimaye hata wale waliokataa sasa wanakubaliana. Kwa hiyo hata wanaopinga hili swala la ubatizo wanaponitukana. Kwa nini wananitukana? Kwa sababu Mungu amenipaka mafuta niweze kuleta ukweli huu. Sasa dunia huwa haipokeagi ukweli. Anayeongoza dunia kwa sasa ni Shetani, na yeye anaitwa baba wa uongo. Kazi yake kubwa ni kuwapofusha watu akili. Kwa hiyo wengi wanaonipinga ni wale waliopofushwa nini? Akili. Hatuwachukii kwa sababu Yesu alipopingwa alisema, ninao kondoo katika zizi hili ambao sio zizi hili, ambao pia naweka bidii katika kunena, yamkini wataelewa. Kwa hata mimi Apostle Luka ninadumu kuendelea, na ndio maana wanaponitukana ninafurahia, kwa sababu najua kabisa ile roho iliyokaa ndani yao inachomeka, inapata shida. Ile roho ya dunia hii inakasirika, na ndio maana katikati hao wanaotukana, katikati hao kuna watu wachache kidogo wanaelewa. Labda kwa kukonkludi swali lako mwandishi wangu wa habari, ningeweza kusema ninachokihubiri mimi sio kigeni sana. Ninachokihubiri mimi ndicho mitume walihubiri. Lakini kinachotendeka wakati mimi nahubiri hapa pia sio kigeni sana. Ndicho kilichotokea kwa Nuhu. Kwa sababu Nuhu aliposema walimuona mpuuzi. Na Nuhu alionekana kama yuko kinyume na watu wengine wote. Lakini mwisho uliamua. Mwisho aliingia na watu wachache. Kadhalika injili hii ya watu kubatizwa kwa jina la Yesu, of course inaenda kwa watu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya unyakuo. Kwa sababu atakayekuja kulichukua kanisa ni Yesu wa Nazareti. Atachukua kina nani? Ni wale ambao watakuta wamezibeba chapa. Moja ya chapa ya Yesu ni ubatizo kwa jina la Yesu. Kwa sababu kisha batizwa kwa jina la Yesu, haijalishi unasali kanisa gani, haijalishi unasali dini gani, wewe ndani yako umeibeba chapa nani? Ya Yesu. Atakayekuja kuchukua sio mchungaji fulani, atakayekuja kuchukua kanisa sio kuhani fulani, atakayekuja sio wa kanisa fulani, bali ni Yesu. Atachukua wale wenye chapa yake, waliobatizwa kwa jina la Yesu, wamefanyika kuwa wa Yesu. Kwa hiyo wataondoka na nani? Na Yesu wao. Amen. Naam, asante sana mtumishi wa Mungu. Ndio. Kwa sababu nilikuwa na kiu sana binafsi ya kutaka kujua hivi vitu, kwa sababu kadri nilivyozidi kusikia kwa watu wakizungumza, lakini pamoja na yote niliyabeba, lakini nilikuwa sifahamu. Na nikafunga safari yangu nikasema wacha nifuate mtumishi wa Mungu. Kwa niaba ya wengine. Pia waweze kujifunza, kutaka kujua. Lakini wakati tunaenda kumalizia mtumishi wa Mungu, kwa unataka kutuambia, nataka kujua pia nini maana ya ubatizo? Ubatizo sahihi. Okay. Nafikiri labda ni kujaribu kuweka samale. Kwanza kama nilivyosema,
kwenye kitabu cha Warumi anazungumza kuwa tulikufa naye tukafufuka naye kwa njia ya ubatizo. Nani huyo? Tunamzungumzia Yesu. Tulikufa naye tukafufuka naye kwa njia ya ubatizo, kwa maana ya kwamba ubatizo ni imani. Imani ipi? Nisomee kitabu cha Warumi kwanza ili uone tunapozungumza hicho kitu. Amen. Warumi sura ya 6 Warumi sura ya 6 mstari ule wa 4. Anasema hivi: basi tulizikwa pamoja naye na kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, ndio kusudi kwa njia ya utukufu wa Baba, ndio vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima. Yes, rudia tena hayo maandiko. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Ishi hapo. Kwa hiyo sisi tumezikwa na Yesu pamoja naye kwa njia gani? Ubatizo. Na ndio maana Yesu alizikwa. Kwa hiyo na mimi ninazikwa kama Yesu kwa njia nini? Ya ubatizo. Kwa hiyo ubatizo maana yake ninatakiwa nizikwe. Ndio maana unatakiwa uzamishwe. Sasa wewe kama umenyunyizwa maji kichwani umezikwa. Kwa hiyo wamezika kichwa. Tulizikwa naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo mtu yeyote anayemwamini Yesu kwamba Yesu alikufa akafufuka, maana yake kwenye tendo la ubatizo anathibitisha kufa na Yesu, na kwenye tendo hilo anathibitisha kufufuka pamoja na Kristo anapoibuka. Kwa hiyo ubatizo halisi ni lazima uzamishwe. Kuzamishwa maana yake mwili wako usionekane, uwe ndani ya maji ambao ni mfano wa kaburi, ili unapoinuka haui tena yule, anakuwa ni mpya, sio wewe tena. Sasa unapozamishwa, unapoibuka juu, kunakuwa na maneno yanayotamkwa yanayoleta roho. Sawa? Kila nyuma ya neno kuna nini? Kuna roho. Mmefungwa kwa maneno ya vinywa vyenu. Kwa hiyo mtu anapobatizwa kwa jina la Yesu, yani unazamishwa kwa jina la Yesu, roho inayokuja pale ni roho wa Yesu, ndio anachukua nafasi kwa yule unayemzamisha. Ndio maana labda bwana mtangazaji, utaona wakati mtu anaombea ugonjwa, utaona mtu wakati anapambana anaombea mapepo. Kwa nini haombei kwa jina la Baba? Kwa nini usilikabili pepo sema kwa jina la Jehova? Kwa nini? Kwa sababu hivyo vyote ni vyeo, havibebi roho yeyote. Ila jina, unaposema kwa jina la Yesu, pepo kwa jina la Yesu, mimi namwambia pepo kwa jina la Yesu toka. Yule pepo ambaye ni roho anapiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu nipotaje jina la Yesu, roho wa Yesu ndiye anayekuja kupambana na ile roho iliyoko pale. Unanielewa vizuri? Kama nakubatiza kwa jina la Yesu, anayekuja kwa huyu anayebatizwa ni roho wa Yesu, ndio anachukua nafasi kwa huyu anayebatizwa. Na akisha achukua nafasi, kwa hiyo yule mtu anayebatizwa ni mali ya nani? Ni mali ya Yesu. Kwa hiyo sasa shetani anajua hao watu wakibatizwa kwa jina la Yesu watakuwa ni wa Yesu. Na kumbuka ajenda ya shetani duniani ni kuwakamata wote walikiri jina la Yesu lakini wasiwe mali ya Yesu. Na ndio maana sasa, na shetani anajua njia mojawapo ya kuwapeleka watu kwa Yesu ni makanisani, ni kwa wachungaji, ni kwa manabii, ni kwa mapadri, ni kwa maaskofu. Kwa hiyo atawavuruga mapadri, atawavuruga wachungaji, atawavuruga manabii, atawavuruga mitume. Walikiri jina la Yesu wakiwa wanaombea mapepo, wasikiri jina la Yesu wanapobatiza. Na ili ujue ni ajabu sana mtangazaji wangu, wewe fikiria tu, hata ukimuita mtoto wa darasa la kwanza atakushangaa. Unaombea ugali kwa jina la Yesu, unaombea mapepo kwa jina la Yesu, unaombea magonjwa kwa jina la Yesu. Unakwepa nini kutaja jina la Yesu kwenye ubatizo? Na wako watu mwingine asema mtumishi, sasa ukisema hivyo ni Yesu aliagiza. Yesu aliagiza watu wabatize kwa jina la Baba, ambaye aliwapa Baba ni Yesu, aliwapa Mwana ni Yesu, aliwapa Roho ni nani? Ni Yesu. Lakini cha tatu, andiko la kuagiza kwa jina la Baba liko moja tu, halijajirudia zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili. Andiko lolote ambalo liko moja lazima lina hitilafu, linahitaji kufanyiwa nini? Andiko lijifafanue kwa andiko. Ndio maana ushahidi wa mtu mmoja hauaminiki. Ukienda mahakamani unasema lete mashahidi.
Kwa andiko hilo la kubatiza kwa jina la Baba, tafuta ushahidi wa andiko lingine kwenye Biblia, halipo. Ila mimi ukiniambia tafuta ushahidi wa ubatizo wa jina Yesu, nitakupata zaidi ya 20. Natoa kwenye Biblia hiyo. Sasa uoni kama mtu anayepinga mimi namsomea Biblia alionayo, imejirudia zaidi ya mara 3. Yeye anapinga, ameshikilia kitu kimoja ambacho yeye pia hakielewi. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kwa dunia. Tuna kazi kubwa sana kwa dunia. Na Mungu bahati nzuri ametutuma. Tuko sasa na hapa tuko Dar es Salaam na maeneo mengine. Yesu atawasaidia wale walio wake. Amen. Tunashukuru sana. Wakati tunamalizia, swali langu la mwisho, mtumishi wa Mungu. Ni mtu yupi anayehistahili kubatizwa? Kwa sababu hapa kuna maswali mengi. Ndiyo. Watu wengine na unakuta kwa habari ya huo ubatizo wanabatiza pia kuna watoto, kuna watu wazima. Sasa hapa nataka nijue pia ubatizo huu unamuhusu mtu wa aina gani? Kwanza mpenzi mwandishi wa habari na mpenzi mtazamaji, kama mtazamaji atatutazama, unajua ukiniuliza maswali kama haya mwandishi wangu, yani unanifungua kwamba ninaona kiasi gani bado tuna kazi kubwa sana ya kuifungua dunia. Kwa sababu unakuta wengi wanaonibishia au wanaopinga ni wale ambao wengine wanabatiza watoto au walibatizwa utotoni. Umeuliza swali ambalo ni la msingi sana. Mimi nimesema hatutakiwi kuelezea haya mambo kwa sababu tumeenda shule. Biblia huwa inajieleza yenyewe. Anayestahili kubatizwa, kwanza tuone maandiko ya Marko yanasema aaminie na kubatizwa. Aaminie na tafuta ni Marko nafikiri hapo 16 hapo, aaminie na kubatizwa. Kwa hiyo moja, anayestahili, umeiona Marko 16:16. Marko 16:16 anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa. Sio mimi nasema, ni Biblia. Amen. Kwa hiyo anayestahili kubatizwa kwanza au ni mtu ambaye amekomaa, ana uwezo wa kuamini. Sifa ya kwanza. Lakini labda niende ndani, nani anaweza kuamini? Kwa sababu sio kila mtu anaweza kuamini. Ili mtu aamini ni yupi? Moja, ni yule ambaye akili yake imekomaa na uwezo wa kujifunza. Mtu mwenye sifa ya kujifunza ni yule ambaye ana uwezo kufanyiwa usahihi, akakosolewa, yani akaambiwa hapo umekosea, anza tena. Kwa hiyo nani anastahili kubatizwa? Lazima awe ni mtu mzima, mwenye akili timamu, mwenye uwezo wa kujifunza na akaelewa, akafahamu, ndipo achukue maamuzi. Ndio maana nasema aaminie na kubatizwa. Yesu wa Nazareti alipokuja duniani, ambaye ndiye haswa Biblia inamuhusu yeye. Biblia yote inamuhusu Yesu, ambaye ndiye muhusika mkuu. Tunaona alikuja duniani, alizaliwa. Alipokuwa mtoto mdogo hakubatizwa. Ukisikia mtu akijiita Mkristo, manake ni yule anayemwamini na kumfuata Yesu. Sasa Yesu akiwa mtoto hakubatizwa, aliyekuwa kielelezo. Kwa hiyo mtu akibatiza mtoto mdogo, yani hata siposema wazi, wewe ukimuona ujue wazi huyo ajapoitwa Mkristo, yeye ni mpinga Kristo. Unajua mwandishi wangu, watu wengi wajui, unaposikia mpinga Kristo wanafikiria labda ni shetani atakuja na mapembe. Hapana, ni kuwa tu kinyume naye. Yesu amekuja kama kielelezo, amekuwa mtoto akabarikiwa, hakubatizwa. Wewe inakuaje leo unabatiza mtoto? Mnafuata Biblia ya wapi? Lakini msisahau kuwa hautaki kuongeza wala hautaki kupunguza. Kwa hiyo mtu atatoa hoja kwamba unajua ni katika hali ya kuongeza. Yeyote atakayeongeza, atakayepunguza, alaniwe. Ndio maana mimi kama kuna kitu nimesema cha kwangu, ulipaswa unikatae. Na hii wengine wanasema atuelewe ubatizo kwa jina la Yesu. Ndio maana nikalieleza. Jamani, haya ninayosema ya ubatizo kwa sisemi ya kwangu, sio ya kanisa langu, sio ya dini yangu. Haya ni yale ambayo Yesu aliagiza kwenye Mathayo. Aliwaagiza watu waliowafundisha ambao ni akina Petro. Akasemaje? Nendeni mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana. Kwa jina, sio kwa majina. Kwa sababu alikuwa anajua Baba sio jina, Mwana sio jina, wala Roho sio jina. Wao walishawapa lile jina. Labda ni kuongezee kuwa ndio maana Yesu akasema nimepewa yote na Baba yangu. Kwa kuanzia jina lilonalo ndio jina la Baba yake basi. Labda nimsaidie mwenye ufahamu dogo kabisa. Yesu anasema nimepewa yote na nani?
Sasa nienda na yule ambaye anaamini kuwa pana Mungu, sawa, alafu pana mtoto wa Mungu na pana roho wa nani? Wa Mungu. Labda nijaribu kuzungumza hivi ili mwenye kichwa kibovu atanielewa kwamba sasa kama huyo Yesu amepewa yote na baba yake, maana yake kuanzia jina alilonalo ni jina la baba yake. Kwa hiyo kama Yesu alipewa jina na baba yake, kwa hiyo jina la baba yake Yesu ni nani? Ni Yesu. Na yeye mwenyewe ni ngapi hiyo? Waebrania 1 mstari wa 4. Waebrania 1 mstari wa 4 inasema hivi, amefanyika bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Asante sana msomaji wangu. Kwa hiyo maana yake hapo mwandishi kwamba watu wanatakiwa wajue sasa hapo nataka labda nichukuliane nao katika udhaifu wao, nichukuliane nao katika kawaida yao, nichukuliane nao katika uchanga wao, nichukuliane nao katika upotofu wao, ili nitoke nao huko alafu nirudi mahali mimi nilipo. Kwamba sawa tuamini pamoja na wao kwamba sawa kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Sasa aliyedhihirika akaja kwetu ni huyo Mungu Mwana. Sasa Mungu Mwana akatupa taarifa kuwa nimepewa yote na nani? Na baba yangu. Kwa hiyo jina pia akapewa na nani? Alipewa na baba yake. Na ni kweli kwa sababu ile jina lilitumwa na malaika kwenda kule Galilaya kwa mwanamke yule ambaye alimzaa, ambaye ni Mariam, kwamba huyo mtoto tamuita nani? Yesu. Na hapa kwa Ibrania tunathibitishiwa hilo jina lilikuwa ndio jina la baba yake. Kwa hiyo ikiwa Yesu jina lonalo ni la baba yake, kwa hiyo baba yake anaitwa Yesu na mtoto wake anaitwa nani? Yesu. Sasa kama baba mwenye jina la Yesu, je, roho wa huyo, roho wa baba ataitwa nani? Manake roho pia ataitwa nani? Ni roho wa Yesu. Kwa hiyo ndiye Yesu. Je, kama tumeshajua na tumeambiwa tubatize kwa jina, kwa nini utumie baba wakati huyo baba ndiye Yesu, huyo mwana ndiye Yesu na huyo roho ndiye Yesu? Nimeenda nimekuwa wa Yunani pamoja nao ili niwapate sasa, kama hilo limekuwa linawasumbua. Lakini pia hoja ya pili mwandishi wangu ni kwamba haya pengine watu hawanielewi mimi. Unajua kuna watu wengine wanasema huyu jamaa mimi simpendi tu kwa Yesu hawezi kuelewa. Umenielewa? Kuna mtu anachosema huyu jamaa mimi simpendi, lakini siko hapa ili mtu anipende, niko hapa nifundishe. Unanielewa? Sasa tuchukulie aliyekuwa anaagizwa haya mambo, waliokuwa wanaagizwa walifanyaje? Wahusika walioagizwa wakawabatiza watu walibatizaje? Sasa wewe unayebisha leo, wewe umeagizwa na nani? Kwa sababu Yesu hakukuagiza wewe wala hakuniagiza mimi, alimwagiza Petro. Petro alibatizaje? Wewe ambaye mimi naye hatukuagizwa, wewe mbona unabatiza kinyume na kina Petro? Na unanichukiaje mimi basi ambaye nabatiza sawa na kina Petro? Kuna mwingine sawa huyu jamaa hayuko rohoni. Sawa mimi siko rohoni. Haya twende wa rohoni sasa. Kwa hiyo uko rohoni kuliko Yesu mwenyewe au Petro mwenyewe? Je, si afadhali mimi ambaye kama ni kuiga nimeiga kwa Petro na kwa Yesu, wewe umeiga wapi sasa? Hiyo kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Nafikiri ni mapepo yanafanya kazi kwa watu. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, na binafsi kama nilivyotoa muda wangu kuja hapa kwa lengo la kuweza kutaka kujua, lakini pia nikasimama kwa niaba ya wengine mpaka sasa nimefahamu kujua kwamba kitu gani ambacho inapaswa kufanyika. Asante sana kwa machache haya ambayo tumejaribu sasa kutaka kuyafahamu kupitia mtumishi wa Mungu ambaye Mungu aliachilia neema kwako. Amina. Asante sana. Na hizi tumefika mwisho, lakini kuna watu ambao bado wanataka kujifunza zaidi hapa. Kuna vitu ambavyo vipo vingi wanatamani ungeendelea. Lakini kwa sababu ya muda, ila labda tunaweza tukajua sasa wanaweza kukupataje sasa, ili wakitaka kujua vingine zaidi ya hapo waweze kukupata kwa wakati. Wanaweza kukupataje kuweza kujua zaidi ya hapa tulipoishia kwa siku ya leo? Naam. Labda niseme tu mpenzi mtazamaji ambaye unatutazama mahali popote pale ulipo, nichukue nafasi hii tena kukukumbusha au kukuelekeza kuwa hapa Dar es Salaam tupo, tunapatikana hapa Mbezi kwa Msuguri. Ukifika Mbezi kwa Msuguri tuko karibu kabisa na hospitali ya Bochi, au namba zangu za simu utaziona zinapita hapo chini, utaweza kuchukua hizo namba, lakini pia utaweza kunitumia message
kiwango sasa umeanza kuelewa, au wapi bado haujaanza kuelewa. Lakini kila siku ya Jumatano kuanzia saa 9 jioni mpaka ule muda wa saa 12:30 jioni, basi ninakuwa na darasa hapa. Moja, tunakuwa tunafundisha habari za Kristo aliye Mungu mkuu, ikiwa ni pamoja na maombezi. Watu wanafunguliwa, watu wanapona, lakini watu wanajifunza, wanaweza kujua ukweli kama Yesu alivyosema, ninyi mtaijua kweli nayo itawaweka huru kweli kweli. Zaidi sana siku ya Ijumaa pia tunakuwa tunapatikana hapa hapa Mbezi kwa Msuguri kuanzia saa 9 mpaka saa 12:30. Jumamosi tunakuwa na darasa zuri, tunakuwa na darasa ambalo linabeba watu mbalimbali, dini zote, kabila zote, rangi zote. Tunakuwa na darasa la kujifunza juu ya mambo haya. Lakini Jumapili tunakutana hapa kuanzia ile mida ya saa 3 asubuhi. Saa 3 asubuhi mpaka ile saa 10 jioni tunakuwa na ibada hiyo. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao yetu ya jamii, ambapo unaweza kutupata kwa kufuatilia mafundisho mbalimbali. Tunapatikana kwenye Facebook kwa jina la Mtume Lucas Fred. Mtume Lucas Fred. Lakini pia tunapatikana Instagram kwa jina la Apostle Lucas Fred. Lakini pia tupo huku wanaita TikTok pia unasearch Apostle Lucas Fred. Kadhalika YouTube pia tunapatikana kwa hiyo Apostle Lucas Fred. Yesu wa Nazareti akubariki, akutendee muujiza. Nitafurahi nione sasa. Tuma ujumbe wako, tuma comment yako kama umeelewa, au kama una swali, tuma swali lako. Tumeona sasa tutaweza kuwa na vipindi mbalimbali vya kuweza kujibu swali lako. Wengine wanachanganyikiwa na tukana, usitukane, taka kujifunza. Wewe mwenye kutaka kujifunza, tuma swali lako tuweze kulijibu kwa habari ya ubatizo, na Yesu atakubariki. Amen.